Za kuokoa maisha ya Mkenya Margaret Nduta aliyepatikana na dawa za kulevya nchini Vietnam, serikali sasa imesema kuwa inafanya kila liwezalo ili kumnusuru Mkenya huyo ambaye ameratibiwa kunyongwa hapo kesho kutokana na kumiliki dawa haramu katika taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali kujibu rasmi wito wa kuchukua hatua kuokoa maisha ya mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37 kutoka kaunti ya Murang'a. Mwege William na uketo wa taarifa hiyo. Margaret Nduta, mwanamke mwenye umri wa miaka 37 aliyehukumiwa kunyongwa Vietnam kwa kupatikana na kilo 2 za mihadarati aina ya cocaine. Taarifa hizo zimeibua hisia, Wakenya wakitoa wito kwa serikali kumwokoa, huku Rais William Ruto akihimizwa kuingilia kati mara moja kwa kuomba msamaha au kurejeshwa kwake nyumbani. Hata hivyo, kwa saa chache zilizosalia, hatima ya Nduta ni kitendawili. Kenya kupitia Wizara ya Kigeni imekuwa ikiweka juhudi rasmi za kumwokoa Nduta. Kulingana na katibu masuala ya kigeni Korir Sing'oei, asema kwamba licha ya kesi ya Nduta kuwa ngumu, serikali inafanya kila iwezalo kwa sasa. Vietnam inajulikana kwa sheria zake kali dhidi ya dawa za kulevya, adhabu ikiwa ni kifo kwa usafirishaji wa zaidi ya gramu 600 za heroin au cocaine, mara nyingi ikitekeleza hukumu juu ya kesi hizi haraka na kwa siri. Nairobi, licha ya kukosa uwakilishi wa kidiplomasia, Vietnam inaendelea kutumia njia ya mawasiliano ingawa nafasi ni finyu. Kwa familia ya Margaret, kulingana nao, Nduta, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi, alibadilishiwa mzigo wake kwa ushauri wa wakala bila kujua kuwa ulikuwa umejazwa na zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya. Kukamatwa kwake katika uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh mnamo Julai mwaka 2023 kulivunja ndoto yake ya kufika Laos aliyokuwa akilenga. Huyo mzigo alipatikana nayo, alipeo ni Njoroge, akamwambia apelekee mama mwingine na akirudi ampatie kitu amrudishie. Kwa masikitiko makubwa, mshtuko wa habari hizi tayari umesababisha kifo cha nyanya wa familia hiyo. Baba, munisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku. Kesi ya Margaret si ya kipekee. Mwezi Disemba mwaka 2024, mwanaume mwenye uraia wa Kenya alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Chennai nchini India kwa kusafirisha kokaini yenye thamani ya shilingi milioni 215. Anakabiliwa na mashtaka chini ya sheria kali za dawa za kulevya za India ambazo adhabu ni ya kifo. Vilevile, mwanamke Mkenya alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad, Doha, kwa kusafirisha kokaini iliyofichwa kwenye viatu vyake. Ingawa hukumu yake haijulikani, sheria za Qatar kuhusu dawa za kulevya ni kali sana na mara nyingi adhabu ni kali. Kwa Nduta, muda unayoyoma, ila kwa familia na serikali ya Kenya kilichosalia ni matumaini. Mwege William, TV47.